Mtazamaji wangu, ninakusalimu kwa jina la Yesu. Ninakukaribisha sana katika kipindi hiki ambacho kimekuwa baraka sana kwa watu wengi. Kwa hiyo Mungu akubariki sana wewe ambaye umetenga muda wako kwa ajili ya kutazama kipindi hiki. Lakini pia kama unatumia mitandao ya kijamii, pia ninakukaribisha huko. Nazo akaunti kama una Facebook, kuna YouTube, andika tu Reverend Innocent Julius Konongo, REV Innocent Julius Konongo kwenye Facebook pamoja na YouTube. Unaweza sasa ukajiunga ili kila mafundisho na vipindi vingi ambavyo nimekuwa nahubiri maeneo mbalimbali kwenye nyakati tofauti, Mungu aweze kuhudumia. Haleluya. Kama unatumia Instagram pamoja na TikTok, andika tu Mchungaji Innocent Konongo MCH. Utapata pamoja na mambo yote ambayo Mungu amekuwa akinitumia kama apendavyo. Sasa utambulisho wangu uko hapo chini na ninakukaribisha sana. Na leo ninao ujumbe ambao unakwenda kufundisha kwa habari ya thamani ya damu ya Yesu. Thamani ya damu ya Yesu. Haleluya. Thamani ya damu ya Yesu. Najua wapo wengi sana ambao mmekuwa mnatamka damu ya Yesu. Unaiamini damu ya Yesu, na wakati mwingine umesikia. Lakini leo ninatamani sana usafiri pamoja nami, na hasa kipindi hiki ambacho tunajiandaa sasa kwa ajili ya maadhimisho ya sikukuu ya Pasaka. Haleluya. Sasa ni vizuri sana tuweze kutafakari kwamba kiini cha Yesu kuja duniani ni kumwaga damu yake pale msalabani. Hicho ndo kilichomleta. Sasa tunakwenda kuangalia thamani ya ile damu aliyoimwaga Yesu msalabani. Haleluya. Ni nini? Kitabu cha Petro wa kwanza, waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya kwanza na ule mstari wa 18 mpaka mstari wa 19. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 19. Haleluya. Biblia inasema hivi: nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kutoka kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwanakondoo asiye na dosari wala wa, yani Kristo. Nasoma tena andiko la msingi sana hilo ambalo litatuongoza katika somo hili. Biblia inasema, nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kutoka kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na dosari wala wa, yani Yesu Kristo. Haleluya. Nona, huyu ni mtume Petro ambaye miongoni mwa wale mitume 12 ambaye ni kama alikuwa mtume kiongozi. Haleluya. Sasa analiandikia kanisa, nasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Akatoa mfano wa fedha au dhahabu. Hivi vitu vinaharibika, lakini ndio vitu ambavyo sisi tunaviona ni vya thamani sana duniani. Kama unavyojua, watu nahangaika watu wapate fedha kwa ajili ya mahitaji mbalimbali duniani, na watu wanakufa kwenye machimbo ya dhahabu kwa sababu ni vitu vya thamani machoni petu sisi wanadamu. Lakini ukilinganisha na dhana ya ukombozi wa mwanadamu, hivyo ni vitu vinavyoharibika. Sasa nasema, bali mmekombolewa kwa damu ya thamani, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kutoka kwa baba zenu. Haleluya. Kwamba hii damu ya Yesu tunaona sasa inashughulika na kiini cha mwenendo au mfumo wa maisha ambao umerisishwa. Sasa mfumo wa maisha wa mwenendo usiofaa tunauchukua kutoka kwa Adamu, wanadamu wote. Haleluya.
Maana yake Adamu ndio baba wa wanadamu wote. Kwa hiyo alipoasi, maana yake akatengeneza mfumo wa uasi wa mwenendo usiofaa kwa watoto wake wote duniani. Haleluya. Sasa kwa kumbuka, uovu huwa unalisishwa, unatembea kwenye vinasaba vya damu kutoka kwa baba. Haleluya. Kwa hiyo tunachokiona hapa sasa, tunachokwenda kuangalia thamani ya damu ya Yesu. Sasa nilikuwa na tafiti kwa habari ya neno ukombozi. Neno ukombozi, ili neno ukombozi unaweza silielewe sana, lakini ukitaka kulielewa vizuri, linatumika hasa katika nchi ambazo zinaongoza serikali zao kwa mfumo wa kifalme. Tunajua duniani kuna uongozi wa aina mbalimbali. Kuna serikali za kidemokrasia kama kwenye nchi yetu ya Tanzania, ambayo rais anachaguliwa na wananchi. Kuna serikali za kiimla za mabavu. Kuna serikali ambazo unakuta pengine ni serikali ambazo unakuta ni mtu mmoja tu anaamua, anatawala, ni mifumo hiyo. Lakini kuna serikali zinazoongozwa kwa mfumo wa kifalme. Mfalme huwa hapigiwi kura. Ufalme ni wa kulisishana, ni mali ya familia. Sasa kwenye serikali za kifalme iko hivi. Ninapokwenda kufafanua kwa habari ya hii dhana ya ukombozi. Haleluya. Kwenye serikali za kifalme iko hivi. Raia wa kawaida akichukuliwa mateka au akichukuliwa kaenda kwenye nchi nyingine kinyume cha sheria, akienda nchi nyingine kinyume cha sheria, maana yake ili aweze kukombolewa arudi kwenye nchi yake, jambo la kwanza anatakiwa akombolewe kwa mali au fedha au dhahabu. Haleluya. Ndio maana hili andiko liko katika mfumo wa serikali za kifalme. Ukisoma Biblia katika jicho la kifalme utaelewa vizuri sana. Haleluya. Kwa sababu Biblia inazungumza kwa habari ya mfalme, ufalme na wana wa ufalme. Inazungumza kwa habari ya kuinuka kwa ufalme wa Mungu duniani, ile Mwanzo sura ya kwanza na sura ya pili. Na inazungumza kwa habari ya kuanguka kwa ufalme wa Mungu duniani kuanzia Mwanzo sura ya 3. Na inazungumzia kwa habari ya kuinuka tena kwa ufalme wa Mungu duniani baada ya Yesu kumwaga damu yake msalabani. Sasa tunaposema mfalme wa mbinguni, tunamaanisha mbinguni kule ni nchi kabisa. Ile ni nchi ya kiroho. Ina raia wa kiroho, nasema maserafi, makerubi, wenye uhai wa 4, wazee 24, na wale watu wanaokufa katika Bwana, roho zao zinaenda kule. Kwa hiyo ni raia wa kiroho. Haleluya. Ile ni nchi kabisa, ni serikali ya kifalme. Ile nchi mbinguni ndio inaitwa ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo sasa raia wa kawaida anakombolewa kwa vitu vinavyoonekana. Vitu vinavyoonekana, mfano wa fedha au dhahabu. Aidha zile nchi za kifalme zinakuwa zimewekeana mikataba kwamba ikitokea raia wa nchi moja kuchukuliwa na raia wengine, ameenda kinyume cha sheria, akikamatwa kule, aidha wanabadilishana raia, kwamba sisi wa nchi A tunawaachilia raia wa kwenu nchi B walioingia kwenye nchi yetu kinyume cha sheria. Umeona, hiyo ni raia wa kawaida. Lakini anapotekwa mfalme au mtoto wa mfalme, anapokuwa amechukuliwa mateka mtoto wa mfalme na ufalme mwingine, anayetakiwa kulipa fidia aidha kutolewa kumkomboa yule mtoto ni baba yake. Mmeona utaratibu wa kifalme. Kwa sababu gani? Kwa sababu mfalme yoyote, moyo wa mfalme huwa unakaa katika vitu vikubwa viwili. Cha kwanza ni kwa mtoto, ni kwa mtoto. Cha pili ni kwenye mali za nchi. Sasa kumbuka hivi, mfumo wa serikali za kifalme, mtoto huwa ni mfalme. Mtoto wa mfalme ni mfalme. Sasa huyu mtoto wa mfalme akichukuliwa mateka, ni lazima baba yake alipe fidia, awe mbadala wake,
Kama ni kunyongwa, anatakiwa anyongwe yeye, ili ule ufalme, yule mtoto arudi sasa kuendeleza ufalme. Maana akimwacha, maana yake ni kwamba akifa, kitakachotokea ule ufalme sasa unakosa mlisi. Sasa na ndicho alichokifanya Yesu. Sisi wana wa Mungu, watoto wa Adamu, kibiblia sisi ni wafalme. Haleluya! Ni uzao wa kifalme. Mungu ni mfalme. Haleluya! Sasa kwa kuwa ni mfalme, na desturi za tabia za nchi za kifalme huwa ni kupanua eneo lao la utawala. Sinakumbuka hata sisi Tanzania tulikuwa ni koloni la Uingereza. Maana yake Uingereza walipanua eneo la utawala, ndio tabia za serikali za kifalme. Haleluya! Sasa huyu mfalme wa mbinguni aliamua sasa kupanua eneo la utawala. Hilo eneo la utawala ndani ya siku 5 akatengeneza miundombinu kwanza. Ile siku 5 za uumbaji wa dunia alikuwa anatengeneza eneo la utawala, miundombinu. Halafu baada hapo sasa ndipo tunaona anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Sasa kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 8. Biblia imesema hivi: kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Umesikia? Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Haleluya! Kwa hiyo unaona kule mbinguni kule ni nchi inaongozwa na watatu. Anasema watatu hawa ni umoja, huwezi ukawatenganisha. Haleluya, haleluya! Ni nchi ya kifalme ambayo sasa inaongozwa na hawa watatu ambao waliamua kutengeneza serikali moja, na hawa watatu ni mmoja. Kwa hiyo ni mfalme wa mbinguni. Haleluya, haleluya! Sasa nimesema mbinguni ni nchi ya kiroho ambayo ina serikali kabisa, na kalenda inayoongoza serikali hii ya mbinguni ni kalenda ya saa ya umilele. Saa ya umilele kwa maana hivi, kitu chochote kikiharibika kule mbinguni hakina marekebisho tena. Yaani kila kitu kimewekwa katika mfumo wa saa ya umilele. Kitu kikiharibika hakuna marekebisho. Sinakumbuka Lucifer alipoinuka katika kufanya mapinduzi, alipotupwa kutoka kule kwenye mbingu ya 3 kule mpaka chini, moja kwa moja alihukumiwa kwenda ziwa la moto, moja kwa moja, na hana nafasi ya kutubu kabisa, kwa sababu yeye alikuwa kwenye nchi inaongoza kalenda ya saa ya umilele. Haleluya! Hiyo ndio tofauti yake. Sasa nimesema mfumo wa serikali za kifalme ni kupanua eneo la utawala. Sasa mfalme wa mbinguni alitengeneza eneo la utawala ambalo linaitwa dunia, na baada ya kumaliza ndipo tunaona sasa anasema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, nataka nikuonyeshe thamani ya damu ya Yesu. Ili tuweze kujua thamani ya damu ya Yesu, lazima tujue huyu mlengwa. Mlengwa ni nani? Je, anafanana na hiyo thamani iliyosababisha mpaka mfalme Yesu aende kumwaga damu yake pale msalabani? Zinaendana. Sinajua hata kwenye uchumi, noti kubwa sisi hapa Tanzania yenye thamani kubwa ni shilingi 10,000. Kwa hiyo unapokuwa unanunua bidhaa, tunaifananisha hiyo bidhaa inalingana thamani ya shilingi 10,000. Kwa hiyo tunapojifunza thamani ya damu ya Yesu, sasa tunataka kwanza tumwangalie huyu mlengwa ambaye sasa ndiye aliyesababisha Yesu aende pale msalabani. Thamani yake ikoje? Haleluya! Thamani ya huyu ambaye alisababisha mfalme aache enzi akaja akamwaga damu yake msalabani, thamani yake vinaendana. Haleluya! Biblia imesema kitabu cha Mwanzo
Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Nataka nisome tafsiri ya Kiebrania ambayo imetafsiri kwa Kiswahili. Kwenye Kiswahili chetu nasema Mungu akasema. Sasa ukisoma kwa Kiswahili Mungu akasema inasimama kwa nafsi moja. Lakini kwa Kiebrania wanaposema Mungu wametumia neno El ambaye kazaa kwa Kiingereza neno God. Umeona? Lakini kwa Kiebrania wao wameongeza Elohim. Maana yake ni Elohim. Kwa hiyo sasa ukichukua wao wanaita Yahweh Elohim kwa Kiebrania. Yahweh Elohim. Yahweh maana yake aliyekuwepo, yupo na ataendelea kuwepo. Kwa hiyo ukichukua na ile Elohim maana yake unamaanisha wao wana tafsiri ya Kiebrania. Maana yake ni kwamba ni waliokuwepo, wapo na wataendelea kuwepo. Yaani wenye nguvu watawala. Elohim maana yake ni wenye nguvu watawala. Waliokuwepo, wapo na wataendelea kuwepo. Haleluya. Kwa hiyo Kiebrania kimetafsiri vizuri sana. Sasa ile Mwanzo sura ya kwanza na ule mstari wa 26 anasema Yahweh Elohim akasema, na tumfanya Adamu sawa sawa kama sisi tulivyo. Kwa Kiebrania neno betizamen, kama sisi tulivyo, kwa taswira au nakala yetu, kidimten ni Kiebrania hicho. Halafu asema ili awe mtawala wa kifalme veiridu kwa samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na dunia yote pia na kila chenye kutambaa kitambaa juu ya nchi. Anasema tumfanya Adam. Kule kwenye Kiswahili kimesema mtu, lakini kwa Kiebrania kimesema Adam. Adam maana yake aliyeasili wa udongo. Haleluya. Anasema huyu Adam awe kama sisi tulivyo. Awe kama sisi tulivyo. Haleluya. Kwa taswira au nakala yetu. Yaani mfano wake ni hivi, unapoenda kwenye photocopy, unachapa ile barua. Halafu ile barua unaitoa nakala. Maandishi ni yale, karatasi kwa muonekano ule. Maana yake hakuna kinachopungua kilichoandikwa pale. Ile ni nakala. Sasa maana yake ni sawa sana kusema kwamba Mungu alijizaa mwenyewe ndani ya Adam. Haleluya, haleluya. Ndio maana alipomaliza kaingia ndani ya Adam. Ndio maana Adam kabla hajaasi aliongoza kutokea ndani kuja nje. Umeona? Maana yake Roho wa Mungu alikuwa ndio anayeongoza ndani ya Adam. Tunaposema Roho wa Mungu maana yake tunamaanisha tabia na utendaji wa hawa watatu wote wameunganishwa pamoja. Ndio inaitwa Roho wa Mungu. Yuko sasa natenda kazi ndani ya Adamu. Kwa hiyo Adamu aliishi kutokea ndani kuja nje. Alipoasi akabadilisha mfumo, akaishi kutokea nje kuja ndani. Mfumo mbaya sana huo. Maana yake kuongozwa na yale unayoyasikia, yale unayoyaona. Huwezi kuishi maisha ya ushindi hata kidogo. Ndio damu ya Yesu sasa, moja wapo ya kazi iliyokuja kufanya ni kurudisha. Haleluya. Huyu sasa Adamu, huyu uzao wake ambao Mungu anasema tu ufanye kama sisi tulivyo kwa taswira au nakala yetu. Haleluya. Sasa kabla sasa ya kuangalia thamani ya damu ya Yesu, hebu tuangalie nafasi ya huyu Adamu kabla hajaasi. Nafasi ya Adamu kabla ya hajaasi, yaani nafasi yake. Kumbuka shetani alimtoa Adamu kwenye nafasi yake. Moja kitu ambacho Adamu alipoteza vitu vikubwa sana viwili. Cha kwanza alipoteza ile himaya, eneo la utawala linaloitwa dunia. Kitu cha pili alipoteza mamlaka ya utawala. Umeona? Kwa hiyo sasa kabla Adamu hajaasi, nafasi yake ilikuwaje? Nafasi yake ilikuwa, alikuwa kwenye nafasi ipi? Kumbuka tunamwangalia kwanza huyu ambaye ndio sababu ya Yesu kumwaga damu yake pale msalabani, ili tuone thamani yake. Haleluya.
Kwa hiyo nitakapokuwa naendelea kufundisha kwa habari ya thamani ya damu ya Yesu, sasa lazima tuanzie hapo. Tumwangalie kwanza Adamu kabla hajaasi. Kabla ya hajaasi Adamu, muundo wake ulikuwa huko hivi. Juu, kule juu, kwenye ngazi ya juu, kwenye nafasi juu kabisa, walikuwepo hawa watatu. Juu kabisa, yani maana yake Mungu mkuu, mfalme mkuu, kwa Kiebrania Yahweh Elohim. Maana yake ukimaanisha wale wote watatu ndio walikuwa kwenye ngazi ya kwanza, juu kabisa. Chini yake alikuwepo Adamu na uzao wake. Chini ya huyu mfalme Mungu mkuu mwenye nguvu zote alikuwepo Adamu na uzao wake. Haleluya. Chini kabisa. Halafu chini ya Adamu ilikuwepo dunia. Naposema dunia tunamaanisha nchi na vyote vijazavyo, ndio dunia. Ambazo kimsingi ndiyo Mungu alisema Adamu akaja aje kutawala na kutiisha rasilimali za Mungu kwenye koloni lake inaitwa dunia. Nimekwambia kwamba moyo wa mfalme huwa unakuwa katika vitu viwili. Cha kwanza kwa mtoto, cha pili kwenye mali. Sasa mali za Mungu ndio zile ambazo sasa ziko kwenye nchi na vyote vijazavyo. Kitabu cha Zaburi 24 mstari wa kwanza anasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Haleluya. Huyu ni utajiri usiopimika. Kwa hiyo sasa ulikuwa huko chini ya Adamu kama mdhibiti, kama mtawala kwa niaba ya baba yake. Umeona? Halafu chini ya dunia walikuwepo malaika. Malaika sio sehemu ya familia ya Mungu. Malaika sio sehemu ya walisi, sio sehemu ya familia. Ila malaika waliumbwa kwa kusudi moja tu, la kumhudumia mfalme na serikali yake na wana wa mfalme. Kitabu cha Waebrania sura ya kwanza unaona kabisa kwamba Biblia imehoji kwamba yupi malaika ambaye aliambiwa na Mungu kwamba uketi katika mkono wa kuume wa Mungu. Maandiko yanasema ile Waebrania 1 mstari wa 10 anasema malaika ni roho watumikao kuwahudumia wale watakatifu katika ulisi wokovu. Kwa hiyo malaika wao ni roho, ni watumishi. Ndio maana maandiko mahali pengine yanasema kwamba hamjui kwamba ninyi wana wa Mungu mtawahukumu malaika? Kwa sababu gani? Sisi wana wa Adamu ni familia ya mfalme, na kama ni familia ya mfalme basi sisi ni wafalme. Ndio maana unasema ili akawe mtawala wa kifalme duniani. Kwa sisi malaika ndio kazi yetu ya kuduhudumia, kudutumikia hapa duniani na mbinguni, ambako kule ndio kwenye asili yetu kabisa. Haleluya, haleluya. Kwa malaika walikuwa wako chini ya ile mali za Mungu, mali zile mali kwa ajili ya watoto wa Mungu. Halafu chini ya malaika ndani kuwepo Ibilisi na Shetani. Alipoasa katupwa, manaka ndio maana unakuta alitupwa paka na malaika kina Gabrieli na ndio wakamtupa chini. Maana ni kwamba walikuwa wako chini. Kwa hiyo Shetani, narudia, Shetani kimsingi kabisa hakudizainiwa kutawala hapa duniani. Dunia ni koloni la Mungu kwa ajili ya watoto wake, na ili aweze kutenda kazi hapa duniani lazima akaribishwe na mwanadamu au mnyama. Nje hapa hawezi kutenda kazi. Ndio maana ili aweze kufanikisha ajenda zake atapitia kwenye kiumbe ambacho ni raia wa hapa duniani. Ndio maana alipotaka kuja kuleta uharibifu alipitia kwa nyoka ambaye ni kama raia wa dunia sasa. Na ili aweze kufanikisha ajenda yake atapitia kwa mwanadamu ili kufanikisha kumtumikisha sasa. Nje hapo hawezi kutenda kazi. Kwa sababu gani? Dunia ni ya wenye mwili. Yeye mahali pake alikusudiwa aishi kule mbinguni akiwa katika roho kama mtumishi, kuwahudumia watakatifu, wana wa ufalme na mfalme mwenyewe. Alipoasi, Biblia imesema akatupa mahali pake hapa kuonekana tena.
Ndio maana wakati wa Ayubu Mungu anamuuliza umetoka hapa, anasema nimetoka kuzunguka zunguka duniani huko, maana hana makao. Haleluya, hana makao. Ndio maana ni kosa kubwa sana wewe kumkaribisha shetani aingie ndani yako akutumie kufanikisha ajenda zake za uharibifu duniani. Yaani ni uasi, ni kama uli mtoto sasa unafanya kosa la uhaini, unamkaribisha adui kwa ajili akutumie wewe kufanikisha uharibifu wake. Ndio kinachofanyika mpaka sasa. Ndio kinachofanyika mpaka sasa. Haleluya, haleluya. Sasa hii kalenda inaoongoza hapa duniani, nimesema ni kalenda inayoitwa kalenda ya majira na nyakati. Hapa duniani penyewe Mungu alivyoweka ni waajabu sana. Kumbuka wakati Adamu anaumbwa, Lucifer alishaasi. Kwa hiyo kalenda inayoongoza duniani hapa kwenye nchi ya Mungu kwa ila watoto wake ni kalenda ya majira na nyakati. Kitu kikiharibika chaweza kufanyiwa mchakato wa kukirejesha upya tena. Ndio maana Adamu alipoasi, tunaona Mungu akaanza mchakato. Tutakwenda kuangalia kipindi kinachokuja kwa ajili ya kurejesha uzao wake kwenye nafasi yake. Umeona? Kwa sababu tuko kwenye kalenda ya majira na nyakati. Fikiria kama Adamu angeasi halafu ahukumiwa moja kwa moja kama shetani. Maana yake dunia ingelikuwa ni ukiwa, na halafu sasa shetani angemzomea Mungu kwamba sasa tayari umeshindwa kuwatetea watoto wako. Nchi hii sasa uliomba kwa ajili ya watoto wako, mimi ndio mtawala. Lakini Mungu akaanzisha mchakato, kwa sababu tuko kwenye saa ya majira na nyakati. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kila kitu lazima kinaweza kufanywa mchakato wa kurejeshwa upya tena. Kwa hiyo ndio maana nakuta hata wewe inawezekana unapita kwenye kipindi kigumu. Umemwomba Mungu jambo fulani, Mungu hajafanya, liko kwenye mchakato. Haleluya. Kuna mchakato wa kisheria unafanyika kwa sababu mbinguni kule ni nchi, ni serikali kabisa. Unapopeleka maombi yako kule, si kunakuwa na faili serikalini. Haleluya. Kwenye serikali yoyote inaongozwa na wawakilishi. Mfalme anakuwa kule, yuko kule makao makuu Ikulu, anapelekewa mahitaji yake na watoto wake ambao wamesambaa kwenye nchi. Sasa sio majibu yote anajibu hapo hapo. Kwenye serikali wanasema tuko kwenye mchakato. Kwa dunia inaongozwa kwa mfumo huo wa kalenda ya majira na nyakati. Kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1. Haleluya, haleluya. Sasa basi, maisha aliyokusudiwa kuyaishi huyu Adamu na uzao wake ni maisha ya namna gani? Maisha aliyokusudiwa kuyaishi Adamu na uzao wake, ile Mwanzo sura ya 1 mpaka sura ya 2, ule kimsingi ndio ufalme wa Mungu sasa duniani. Kwenye Biblia kuna mambo mawili. Kuna ufalme wa mbinguni na kuna ufalme wa Mungu. Haya maneno ni kama yanafanana, lakini yanaeleza ni neno moja, lakini linatenda kazi kwa mfumo tofauti. Ufalme wa mbinguni unamaanisha ile serikali ya makao makuu kule mbinguni, ambako kunaongozwa na hao wenye nguvu, watawala watatu. Mbona kule ambako kabisa kulikuwa na wizara kabisa, kulikuwa na wizara ya ulinzi, yaani mbinguni kule kuna jeshi. Haleluya, jeshi. Ndio maana anaitwa Bwana wa majeshi. Maana yake kuna majeshi ambao ni ya malaika, ni serikali. Kuna wizara ya mawasiliano, wapo malaika ambao wanaleta taarifa mpaka sasa. Hata tunapoomba mbele za Mungu, malaika analeta majibu, analeta taarifa za majibu. Ni wizara hiyo. Haleluya, haleluya. Sasa yale maisha aliyotakiwa kuyaishi Adamu kama singeasi, kwenye Mwanzo sura ya 1 na ule mstari sura ya 1 na sura ya 2, ule ndio unaitwa ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu maana yake ni ushawishi wa ufalme wa mbinguni duniani, ndio tafsiri yake. Sasa huyo Adamu sasa
aliumbwa na uzao wake awe mtawala wa kifalme. Nimesema mtoto wa mfalme kimsingi huwa ni mfalme, ni mfalme. Kwa Adamu na uzao wake alidesainiwa hivyo. Sasa kwa kuwa sasa ilitakiwa atawale duniani, ilibidi sasa afananiwe pia na eneo analokuja kulitawala. Ndio maana akaumbwa kwa udongo, mwili wa udongo, ili afanane na eneo lake la utawala. Haleluya! Lakini pia Adamu maisha aliyotakiwa kuyaishi kama singeasi, maana yake alikuwa naongozwa kutoka ndani kuja nje, kutoka ndani kuja nje. Maana yake Roho wa Mungu ndiye anayeongoza ndani. Alipoasi, mfumo ukabadilika. Haleluya, haleluya. Lakini pia sio hivyo tu, maana yake ni kwamba kama Adamu asingeasi, unaona pale kwenye bustani ya Edeni kulikuwa na mti wa uzima. Ule mti wa uzima ulikuwa unawakilisha maisha ya umilele pasipo kifo. Maana yake kama kusingetokea anguko, kusingelekuwa na hali kabisa ya kufa, kusingelekuwa na kufa. Ndiyo maana mtu akifa hata sasa hivi huwa tunalia, hata kama ni mzee ana miaka zaidi ya 100. Unakuta watoto wanalia, wanasema unaniacha na nani, unaniacha na nani, wakati yule mzee alikuwa sasa wakati mwingine ni wa kugeuza. Kwa nini wanalia? Wanalia kwa sababu ni jambo ambalo kimsingi halikutakiwa liwe hivyo. Sio kawaida, haikuwa kwenye nia ya Mungu wanadamu kufa. Haleluya! Tunajifunza thamani ya damu ya Yesu. Uone sasa maisha ambayo Mungu alitukusudia tuyaishi. Kwa hiyo kusingelikuwa na kifo kabisa, maana Mungu anaishi milele. Huyu mfalme yeye hafi. Kwa maana yake na watoto wake wangeweza kuishi milele kama yeye. Lakini pia maana yake wangelikuwa kama Mungu, wangetenda kama Mungu. Sura nasema wawe kama sisi tulivyo. Maana yake ni kwa habari ya utendaji. Tungetenda kama Mungu anavyotenda. Maana yake tunatenda kutokea ndani kuja nje. Haleluya. Kwa hiyo kama ndio hivyo basi, kusingele kuwepo na serikali za wanadamu. Ninaweka msingi leo napofundisha kwa habari ya thamani ya damu ya Yesu. Na tulinganishe sasa, je, kama huyo Adamu asingeasi, hebu yona hayo maisha ambayo Mungu alikusudia tuyaishi. Umeona? Kusingelekuwa na serikali za wanadamu, wasingelekuwepo, singekuwa si rais wala nani wala mawaziri, sio kwa wilaya, wangelitoka wapi? Maana Mungu angelikuwa na tawala kutokea ndani ya watoto wake. Maana yake tungelikuwa ni watakatifu kama yeye. Serikali za wanadamu Mungu alikuja kuziruhusu baada ya anguko, ambazo sasa zenyewe kazi yake ni kusababisha sasa hawa wanaoongoza kutokea nje kuja ndani waweze kuishi kwa utaratibu. Sasa kusingelekuwa na serikali za wanadamu. Sasa kama kusingelekuwa na serikali za wanadamu, waza pata picha. Hawa watu wote walioajiriwa kwenye serikali kuu na serikali za mitaa wangelikuwa wanafanya nini? Maana yake dunia, Mungu alikusudia kila mtu awe mkurugenzi kwenye eneo la kipawa chake. Haleluya. Yaani Mungu alikusudia dunia ya ajabu. Kwa hiyo mfano alitaka kuonyesha kupitia kwa taifa la Israeli, kama wasingetaka kuwa kama mataifa mengine. Ngoja nikukumbushe, wana wa Israeli waliporudi kule nchi ya Kanaani kutokea Misri, hawakuwa na rais, hawakuwa na mfalme kama mataifa mengine. Umeona?
Wakati ule wa Samueli ndipo Waisraeli wakaandamana, tunataka na sisi rais wetu, wakaandamana tuwe kama mataifa mengine. Samuel akaenda mbele za Mungu, amerarua mavazi yake, anasema, Mungu, ona watu hao wanasema wanataka nao wawe kama mataifa mengine, na wao wawe na kiongozi mwanadamu. Mungu akamwambia Samueli, hao watu hawajakukata wewe, wamenikataa mimi nisiwe mfalme wao. Maana yake Mungu alikusudia taifa la Israeli, alitumia kutufundisha sisi wa mataifa mengine kama icon, kama kielelezo, kwamba ule ufalme Mungu aliokusudia uwe duniani alitaka uweje, kwamba abaki yeye kama kule makao makuu mbinguni, lakini dunia liwe na wawakilishi. Anakuja na baka anatembelea sasa, kama ilivyokuwa anamtembelea Adamu wakati wa jua kupunga. Kwa hiyo taifa la Israeli Mungu alikusudia, alionyesha afundishe ulimwengu kwamba mfumo upi ambao Mungu alikusudia uwe. Ndio maana Wayahudi wao walikuwa wanaishi kwa utawala wa kiukoo. Wakati ule kabla hujapata mfalme, wao walikuwa wanaishi kiukoo. Kwa hata Adamu asingeliasi, tungeishi kwa mfumo wa kiukoo, ukoo wa fulani na maeneo yao. Unaona? Ndio mfumo huo. Sasa na wao wazee wakaharibu, wakataka nao wawe kama mataifa mengine. Jambo hili lilimchukiza Mungu sana, kwa sababu taifa la Israeli Mungu alikusudia liwe taifa la kielelezo la kufundisha mpango wa Mungu aliyokusudia tangu mwanzo, na mpango wa Mungu aliyokusudia baada ya kuja kurekebisha kile kilichofanyika. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kusije kuwa na serikali za wanadamu, na ndio maana hizi serikali za wanadamu zina kikomo. Yesu atakapokuja kutawala miaka 1000 ndio utakuwa mwisho wa serikali za wanadamu. Maana yake Biblia inasema tatawala kwa fimbo ya chuma. Haleluya. Akitawala na wafalme, yani wale ambao wamekombolewa kwa damu ya Yesu. Atakuwa sasa mfalme wa wafalme. Lakini pia kusingekuwa na vyombo vya dola, maana sasa polisi angemkamata nani? Maana kusingekuwa na mhalifu, kusingekuwa na mtu anayewaza jambo lote baya, asingekuwepo. Kwa kusingekuwepo na majeshi, kulepo na magereza, yasingekuwepo. Kwa nini? Kwa sababu tungekuwa tunaongoza kutokea ndani kuja nje. Unaona? Kwa hiyo kusingekuwepo kabisa. Lakini pia unaona, wote tungelikuwa tuko uchi. Suti ya mbinguni hiyo. Haleluya. Tungelikuwa tuko uchi wote. Sinakumbuka Adamu na Hawa walikuwa wako uchi, wala hakuona haya. Kwanza walikuwa wajua kwamba hawana nguo, maana ilikuwa ni vazi la utukufu. Manguo tunayoyavaa haya, chanzo chake ni dhambi. Uwe umevaa nguo ya milioni 5 na aliyevaa nguo ya 20,000, wote mko sawa tu. Mnaficha aibu, wala mzili chochote. Haleluya. Lengo ni moja tu, ni kuficha aibu. Umeona? Ndio maana kitokea hata kichaa ametokea na nguo, unakuta watu wanafunika macho. Kwa nini? Kwa sababu ya aibu. Kwa hiyo kama Adamu asingeasi, tungelikuwa tuko uchi mpaka sasa wote. Maana viwanda vya nguo visingekuwepo. Ilikuwa ni dunia ya ajabu sana hiyo. Dunia ya maisha matakatifu kama Mungu alivyo. Hakuna mtu mwenye chembe chembe hata kumtamani yoyote. Sasa wewe akipita binti amevaa nguo tu imebana, yani unachanganyikiwa mwanaume, wewe unageuka mpaka shingo inauma. Tamaa imekujaa. Kiona mwanamke ametembea yuko uchi, amevaa nusu uchi leo, unakuta anatembea amevaa nguo ya ajabu. Dunia imeharibika. Roho ya kahaba inawatesa watu. Mbona?
mavazi ya aibu, mpaka na kwenye nyumba za ibada, ili kuonyesha huyu mtu bado tamaa inamsumbua, roho ya ukahaba. Lakini nyakati zile, kama Adamu asingeasi, kusingele kuwepo na mtu yoyote kumtamani mwenzake. Tamaa ingebaki kwa watu wawili, kwa mume na mke, basi hao peke yake. Na kimsingi hao ndio tamaa kibiblia inaruhusiwa. Kwa watu wawili, mume na mke tu ndio wanaruhusiwa kutamaniana, sio kwa yoyote. Wewe ambaye hujaoa, hujaolewa, huruhusiwi kabisa kumtamani mwanaume yoyote wala mwanamke yoyote. Yesu akasema ukitamani umekwisha kuzini. Sasa tuna wazinzi wangapi ambao hawajakamatwa red handed? Tamaa imekuja. Unaona, usipozini unaona mpaka unaugua, roho imekukamata. Ndio maana nafundisha thamani ya damu ya Yesu. Haleluya, haleluya. Ili damu ya Yesu ikurudishe kwenye uhalisia, kwenye lile nia na lengo la Mungu la kumuumba huyu mtu kwa mfano na kwa sura yake. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunaona hapa kusingile kuwepo na kifo. Kwa hiyo kama kusingile kuwepo na kifo, maana yake magonjwa yasingile kuwepo. Na kama magonjwa yasingile kuwepo, kusingile kuwa na hospitali, zisinge kuwepo. Haya ndiyo maisha Mungu alikusudia tuyaishi. Nafundisha uweze kuona, tunalinganisha sasa. Huyu ambaye Yesu alimwaga damu yake msalabani kwa ajili yake, uone thamani yake aliyokuwa nayo kabla hajaasi. Ni mfalme kabisa kama yeye. Kabisa. Haya maisha naye yasema aliyokusudia kuyaishi Adamu na uzao wake. Unaona kabisa ndiyo mfalme mwenyewe. Na ndiyo maana kwa kweli Yesu akalazimika aache enzi aje, kwa sababu ya thamani ya huyo mtu. Thamani ya huyo mtu. Kusingile kuwepo na njaa. Kusingile kuwepo na njaa. Kwa sababu gani? Ardhi isingeraniwa. Lakini leo unaona dunia inalia. Ardhi imeraniwa. Unalima eka moja unapata gunia 2. Ardhi zimeraniwa. Njaa inatesa watu. Kwa nini? Manake kama kusingele kuwepo na uasi, kusingele kuwepo na uhitaji. Mungu ni mfalme, ndio mwenye vyote. Unaona kamwambia utakula kila kitu, ukaitishe dunia. Ukaitishe dunia. Akawe mtawala wa kifalme. Haleluya, haleluya. Kwa kusinge kuwepo maskini kabisa. Kusingile kuwepo na maskini. Asingile kuwepo. Sasa tunaona Yesu alipokuja sasa. Haleluya. Yesu alipokuja miaka zaidi ya 2000 iliyopita, kutoka kwa Adamu mpaka kuja kwa Yesu, ni miaka isiyopungua 4000. Manake Adamu aliasi katika milenium ya kwanza. Kwa hiyo ikachukua miaka 3000, milenium 3, mpaka kuja kwa Yesu, utimilifu wa wakati. Kutoka kwa Yesu mpaka wakati tulionao sisi ni miaka 6000. Manake tuko kwenye milenium ya 6. Umeona? Maana yake umebakia juma moja, miaka 1000. Ili sasa zile siku 7 ambazo Mungu alipumzika, maana yake zinakuja enzi mpya. Umeona? Ndio maana Biblia inasema imebakia raha ya Sabato kwa wana wa Mungu. Sio issue ya siku. Hapa ni issue ya zile siku 6 zile zilikuwa zinamaanisha yani ule mfumo wa utawala wa Mungu. Haleluya, kalenda ya Mungu. Ndio maana naona sasa siku ya 7 Biblia imesema atapumzika, ile miaka 1000 ambayo Yesu atatawala hapa duniani. Haleluya. Ndio tunaingoja wana wa ufalme. Kwa nini Yesu atakuja kutawala hapa duniani pamoja na wana wa ufalme miaka 1000? Sababu yake kubwa ni hii, ili kutufundisha kwa vitendo
tusifanye makosa aliyoyafanya Adamu. Makosa yasijirudie tena. Kwa hiyo Yesu atakuwa mfalme wa wafalme, akitufundisha. Tutatawala pamoja naye miaka 1000. Takwenda kuyasema huko mbele. Haleluya. Kwa hiyo Yesu alipokuja, unaona ile Mathayo sura 4 mstari 17. Yesu akasema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kiyunani kinasema umefika. Yaani Yesu alipokanyaga dunia, akatangaza kurejea kwa ufalme wa Mungu. Maana yale maisha aliyotakiwa kuyaishi Adamu na uzao wake, Yesu akasema sasa yamerudi. Enzi mpya zimerejea. Kila ambacho Adamu alikipoteza sasa kimerejesha. Nimekuja kukirejesha. Haleluya. Yesu alikuja kurudisha ufalme wa Mungu. Kile kitendo cha kukanyaga dunia tena, maana yake alikuwa anarudisha eneo la utawala lililokuwa limechukuliwa na Shetani, analirudisha kwa watoto wake. Haleluya, haleluya. Ni habari njema sana hiyo. Na ndio maana sasa tunaona Yesu cha kwanza alichokifanya, alikuwa anafanya kazi ya kuwasamehe watu dhambi. Kuwasamehe watu dhambi. Kwa nini? Maana yake ili kurudisha ule mfumo wa wanadamu kuongoza kutokea ndani kuja nje. Roho wa Mungu aweze kurejea ndani yao tena, kurejesha maisha matakatifu kama Mungu alivyo. Ndiyo kazi ambayo Yesu naona akasamehe dhambi watu, ili kuweza kurejesha yale maisha matakatifu, ile taswira na sura ya Mungu mwenyewe ndani ya Adamu. Ndiyo maana Yesu akasamehewa. Kwa wana wa ufalme hakuna lugha ya dhambi. Narudia, katikati ya wana wa ufalme ambao kweli wamekombolewa kwa damu ya thamani. Nimeeleza dhana ya ukombozi. Maana yake sasa ni mfalme anakubali kufa kwa ajili ya mtoto wake aweze kurudi kwenye himaya yake ya kifalme. Kwa hawa walionunuliwa sio kwa damu sio kwa fedha na dhahabu, ni kwa damu ya thamani, wapate kutoka katika mwenendo usiofaa waliopokea kutoka kwa baba zao. Umeona? Kwa hiyo hawa waliokombolewa kwa damu ya Yesu, ndugu zangu, hatuna lugha ya dhambi. Haitakiwi kabisa dhambi kuzungumzwa kati ya wana wa ufalme. Haleluya, haleluya. Hayo ndiyo Yesu akasema ufalme wa Mungu sasa umefika. Umefika duniani. Haleluya. Lakini pia tunaona Yesu aliponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Ile Mathayo 8:17, Biblia imesema mwenyewe Yesu aliutwaa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu yote. Mathayo sura ya 9:35, Biblia imesema naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji na vijiji na katika masinagogi yao, akiponya magonjwa yote, na ukimwi kiwemo, na kansa ikiwemo, na kifafa kikiwemo, na kiharusi kikiwemo. Alisema magonjwa yote na udhaifu wa kila aina, akihubiri habari njema za ufalme. Kwa Yesu, ndugu zangu, sera yake yeye alikuja kuhubiri habari njema za ufalme. Habari njema za ufalme. Kwa nini habari njema? Maana yake Adamu alipoasi alisababisha habari mbaya. Kwa Yesu akaja na injili yobeba habari njema. Soma tu kwa kitabu cha injili zote 4. Mitume walihubiri habari njema za ufalme. Kabisa. Habari njema ni zipi? Ni habari zinazohusu haya maisha aliyokusudia Adamu kuyaishi duniani. Arejee kwa mtawala wa kifalme. Mbona? Habari njema za ufalme. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo mojawapo ya sera ya ufalme wa Mungu, magonjwa sio fungu la wana wa ufalme. Kama Yesu anasema
alitwaa magonjwa yote na kuchukua udhaifu wa kila aina, akahubiri, akaponya magonjwa yote. Tunapojifunza thamani ya damu ya Yesu, lazima twende msalabani ili huo ufalme uweze kuja. Ndio maana Yesu aliwafundisha wanafunzi wake moja wapo yale maombi, akasema ombe ufalme wa Mungu uje. Maana yake ukija, mapenzi yako yatafanyika hapa duniani kama huko mbinguni. Moja wapo ya mapenzi ya Mungu ambayo yanafanyika kule mbinguni, maana yake hakuna dhambi. Moja wapo ya mapenzi ya Mungu yanayofanyika kule mbinguni yanayotakiwa kufanyika hapa duniani kama ufalme wa Mungu ukichukua nafasi. Magonjwa hayana fungu, lazima kimbie, kwa sababu yanajua yenyewe ya kwamba kwa wana wa ufalme yalikwisha kushughulikiwa. Haleluya, haleluya. Kwa aliponya magonjwa yote. Yani kwa Yesu hakuna kusema ugonjwa huu sijui kabla uweze kupona. Ni magonjwa yote. Bahati njema ndio maana magonjwa yote duniani huwa yanapewaga majina. Mara kusikia ugonjwa unaibuka alafu sipewe jina. Mara uviko 19, mara nini, yani yataibuka yote yanapewa majina. Kwa nini yanapewa majina? Ili libaki jina moja linaloweza likameza hayo magonjwa yote. Haleluya. Kwa hiyo ukitaja ukimwi ni jina, ukitaja kansa ni jina, ukitaja kisukari ni jina, ukitaja CBP ni jina. Lakini unapolitia jina la Yesu, ukilitaja sawa sawa, ukijua nguvu ya ufalme wa Mungu aliyote duniani, linameza majina yote hayo, yanamezwa kabisa kwa damu ya Yesu. Hata kama ni mtu anaitwa kichaa, mimi nimeona watu wakipona vichaa kwenye huduma yangu. Nimeona kabisa mtu analetwa kanisani amefungwa na kamba na mnyororo, anaondoka anatembea mwenyewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu yupo Yesu aliyekuja, amebeba ufalme wa Mungu ambao mateso sio fungu la wenye haki. Wana wa ufalme. Haleluya, haleluya. Injili ya ufalme inakwenda kuhubiriwa sasa, kabla Yesu hajaja kuchukua kanisa lake. Haleluya, haleluya. Lakini Yesu tunaona alifufua wafu. Alifufua wafu. Kuonyesha kwamba mapenzi ya Mungu, hakuna mtu kufa kabla wakati wake. Lakini pia Yesu aliwalisha watu maelfu kwa mikate 5 na samaki 2, kuonyesha kwenye ufalme wa Mungu ni maisha utoshelevu. Unaona? Ndio maana hata watu wa kanisa la kwanza waliuishi huu ufalme wa Mungu. Waliuishi kabisa. Tunaona dhambi iliogopa ndani ya kanisa. Leo hii dhambi imekuwa ni jambo la ajabu, mpaka tumeweka na viti kabisa vya watu wenye dhambi nyuma ndani ya kanisa. Haleluya. Ndani ya kanisa la kwanza waliuona ufalme wa Mungu kitenda kazi. Magonjwa alipona wakina Petro, vivuli vinaponya watu. Tunaona maandiko yanasema wala hapakuwepo na mtu mwenye mahitaji ndani ya kanisa. Leo makanisa yamekuwa na matabaka, kuna wenye nacho na maskini kabisa. Si ajabu nakuta mchungaji anatembelea gari ya milioni 500, lakini ndani ya kanisa kuna washirika wapo kanisani pale, hata uwezo wa kula mmoja hawana. Hata ngepata hata mtaji wa kutembeza karanga barabarani hana. Maana lakini ndani ya kanisa, ndio maana unaona Anania na Safira walipojaribu kuondoa ule mfumo wa kanisa kuwa kitu kimoja kama familia, walifia kanisani. Kwa sababu ufalme wa Mungu unatenda kazi ni kama familia. Haleluya. Heshima ya mfalme ni kuona maisha ya ustawi kwa watu wote. Hakuna matabaka. Sasa hiyo ni thamani ya damu. Naweka msingi. Naenda sehemu ya pili. Na kwenda kujifunza sasa eneo lingine. Tunasogea kuanza kwa mchakato Adamu alipoasi. Sasa unasema mchungaji, nimekuelewa. Nataka uombe pamoja na mimi, unisaidie maombi. Mungu ni mwaminifu, atakwenda kutenda. Cha kwanza kabisa, ukubali Yesu awe Bwana Mwokozi wa maisha yako. Ufalme wa Mungu sasa uingie ndani.
Ukiingia haya yote, utaanza safari ya kuanza kuona yanatimia kwenye maisha yako. Baba, katika jina la Yesu, naomba kwa ajili ya mama, baba, kijana na binti amesikia neno lako. Naomba Yesu, muhuishe sasa, mpe nguvu za kushinda na kusonga mbele kwa damu yako Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu Kristo Mwokozi, ipo nguvu ya dhambi imemkamata, iwe amekamata na nguvu ya magonjwa, ana mateso ya aina yoyote. Tunaona Yesu ulipokuja duniani, ukaja na ufalme wa Mungu kurudisha ile maisha ambayo Adamu alitakiwa kuyaishi. Naamini kabisa samani ya damu yako Yesu haukuimwaga bure, ni zaidi ya fedha na dhahabu, itutowe kwenye mwenendo usiofaa tuliopokea kwa baba zetu. Achilia neema hiyo sasa kwa watoto wako waliosikia ujumbe huu, kwa jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Amina. Sasa nikushirikishe, unaona namba ya simu hapo, unaweza ukanipigia ukanishirikisha. Watu wengi sana tumekuwa tunawasiliana, andika message, na watu wengi wamekuwa na pona, na wengine nimekuwa naomba hata mapepa nalipuka majumbani huko, wengi sana. Naamini kabisa na wewe kuna kitu Mungu anakwenda kufanya kisio cha kawaida. Hebu fuatana pamoja nami katika kipindi kinachofuata. Angalia kwenye YouTube mafundisho hayo, endelee kusikiliza na kusikiliza, yanakwenda kukujenga. Tukutane kipindi kinachofuata.